Bwana Yesu asifiwe. Mpenzi mtazamaji, asubuhi ya leo hali gani? Ni siku ya 3 ya wiki ambapo sio kawaida tu kwako kuamka katika uso wa dunia, ila tu ni kwa sababu ya neema na nguvu za Mwenyezi Mungu. Tumshukuru kila wakati. Tunaweza kuwa tunapitia mengi, tunaweza kuwa tumeamkia mambo mengi ambayo kwako unayaona kwamba ni magumu, lakini Mwenyezi Mungu yuko pamoja nasi, yuatembea pamoja nawe, anjaweza na kukuachilia. Tumshukuru ni kwa sababu hiyo neema. Basi karibu sana katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka, tuzidi na kubarikiwa na kuinuliwa kiroho pamoja na mtumishi wa Mwenyezi Mungu ambaye ni Pastor Mary Kamau kutoka kanisa la ABC Kiatineni Pastorate, ambapo ninaamini kwamba ataweza na kutubariki na mengi. Karibu. Naomba kuwasalimu asubuhi ya leo wapendwa watazamaji, hamjambo? Nami sijambo. Karibuni katika ibada ya siku ya leo ambayo Mungu ametujalia, na tuna kila sababu ya kumshukuru. Na tuombe. Asante Mwenyezi Mungu kwa ajili ya wema na fadhili zako ambazo umetenda nasi. Inuliwa ukiwa mahali pako patakatifu, zidi kututia nguvu katika safari hii ya imani, na zidi kutuimarisha, na zidi Baba wa mbinguni kututia nguvu hata tuzidi kukutegemea katika kila hali. Na ni kwa Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu tumeomba. Amina. Wazo la siku ya leo pia, ambayo ni Jumatano nzuri ambayo Mungu ametujalia, tunalipata katika kitabu cha Wagalatia, sura ni ya 6, mstari ni wa 9. Wagalatia sura ya 6 mstari wa 9. Tena tusichoke katika kutenda mema, maana tutavuna kwa wakati wake tusipozimia roho. Tena tusichoke katika kutenda mema, maana tutavuna kwa wakati wake tusipozimia roho. Bwana Yesu asifiwe. Mada ya siku ya leo inatuhimiza na kutuambia tusikate tamaa. Ama wewe mpendwa, wewe msikilizaji, usikate tamaa, kwa maana tunaambiwa ya kwamba tutavuna tusipozimia roho. Tujue ya kwamba tutavuna tu tusipozimia roho. Tukizimia roho hatutavuna, tukichoka hatutavuna. Kwa hivyo wapendwa, tujitie nguvu katika imani, katika safari ya kumtegemea Mungu na kumtumaini Mungu, na ya hakika Mungu atazidi kuwa pamoja nasi. Watu wengi ukata tamaa wanapokaribia mafanikio yao. Yaani tamaa inakuja wakati ambapo Mungu yuko karibu, ama yuko amefikia kiasi cha karibu kutubariki, ama wakati mafanikio yetu yanapotaka kutokea ama kuja kwetu, ndipo ambapo tunaambiwa tunakata tamaa. Tujitie nguvu na tujue ya kwamba mahali ambapo tumefika changamoto zikatulemea, ama labda magonjwa yakatulemea, ama mambo mazito yakatukumba, tujue ya kwamba hapo Mungu ndipo anapokuja kujidhihirisha, na tujitie nguvu na tukaze mwendo na kuendelea na mbele. Mungu pia anatuambia tundumu katika imani. Mungu anatuhimiza ya kwamba tuzidi kudumu katika imani kama vile neno lake limetuhimiza. Tusichoke wala tusizimie roho. Mambo ya kujifunza katika kukata tamaa, ama katika huo waraka ambao tumesoma wa Galatia, ni kuvuna kunahitaji uvumilivu. Hakuna kama vile unapanda mahindi ama maharagwe katika shamba yako. Inabidi ukae ukisubiri ama ukivumilia mpaka mahali ambapo yatakuwa katika kipindi ambacho unaweza kuvuna na unaweza kutumia. Kwa hivyo hata nasi katika hii safari ya imani, hakuna kukimbia mbele, ama hakuna kuharakisha, ama hakuna kuharakisha Mungu eti tunasema Mungu asikii maombi yetu, Mungu atujibu. Ni lazima tukae katika subira na katika
uvumilifu. Na tukikaa katika hiyo hali na katika hayo mambo, Mungu anatuambia, anatusikia, anatuona na anatenda nasi kulingana na mapenzi yake. Kwa hivyo tukae katika maisha ya kuvumilia, na tukivumilia tutaweza kuvuna ama tusipochoka, kwa maana kuvumilia ni karibu na kuchoka. Ukivumilia, ukikosa kuvumilia ina maana umechoka, na ukivumilia yani unangojea ushindi ama unapata ushindi. Kwa hivyo tukae katika hali ya kuvumilia wapendwa, na tutaweza kupata ushindi. Na pia jambo la pili ambalo tunaenda kujifunza, tunaambiwa ya kwamba na neno la Mungu, changamoto si mwisho wa safari. Yani ambapo tunapata shida, tunapata taabu, tunapata matatizo, tunapata mambo magumu, yani tunasikia ni kama tumefika mwisho. Tumeambiwa ya kwamba changamoto sio mwisho wa safari. Changamoto zinakuja ili kututia nguvu katika safari, ili kututia nguvu katika imani, katika kumtumainia Mungu, katika kumtegemea Mungu. Zinatuongeza nguvu na zinatutia nguvu. Kwa hivyo tujue ya kwamba changamoto sio mwisho wa safari, bali ni kutiwa nguvu ili tukaendelee na kumtumaini Mungu zaidi na kumtegemea Mungu zaidi. Jambo la tatu, Mungu hutimiza maombi yetu kwa wakati wake. Hata anasema yeye achelewi na yeye anjiharakishi. Kwa hivyo kuna wakati sahihi ambao Mungu ametutengea kwa ajili ya maombi yetu, kwa ajili ya mambo yetu, na tumeambiwa huo wakati utafika kwetu tusipozimia roho na tusipochoka. Kwa hivyo wapendwa, tujitie nguvu na tuvumiliane, na pia tuvumiliane na hali ambazo zinatupata, hali ambazo zinatukumba. Tuendelee hapo na hii safari, na Mungu yupo karibu nasi kwa ajili ya kutuokoa na kwa ajili ya kutupa nguvu, kututia nguvu ya kuendelea na mbele. Wapendwa, tunahimizwa pia tuendelee na mbele, kwa maana baraka zetu ziko karibu. Kwa hivyo tumtumaini Mungu ya kwamba tukijua hata tunapopatana na changamoto, Mungu yuko karibu kutusikia na kujibu pia maombi yetu, kwa maana ameshatusikia. Tuendelee kumtegemea Mungu, maana anafanya njia pia kwa ajili yetu. Tusikate tamaa, lakini katika hiyo hali ambayo ni ngumu kwetu, tuendelee na kumtegemea Mungu, na tuendelee na kunena ya Mungu, na tuendelee na kumwita Mungu, na atazidi kukaribia karibu nasi. Kukata tamaa kunazuia pia baraka. Tujue ya kwamba, na tujue ni jambo ambalo tukikata tamaa ama tukichoka, baraka zetu hatutazipata, ama ule ushindi ambao Mungu ametuambia tutapata hatutauona. Kwa hivyo ni jambo la muhimu sana, tuvumilie wala tusikate tamaa. Maisha ni safari, sio mbio za haraka. Kwa hivyo tuende tu kwa mwendo ambao Mungu ametupa, ili tukaweze kuenenda, ama tusifuke mahali ambapo tunapaswa kupitia, kwa maana tumeambiwa maisha ni safari, sio mbio za haraka. Tuende tu polepole na tutaweza kufika mahali ambapo, na tutaweza kuona mambo ambayo Mungu ametuandalia kwa ajili, Mungu ameandaa kwa ajili yetu. Mungu atubariki na ambariki neno lake. Tukaweze kuomba. Asante Mwenyezi Mungu, kwa maana umekuwa pamoja nasi, umetulinda, umetuongoza. Inuliwa Baba wa mbinguni, tukuka, maana Baba wa mbinguni unastahili. Baba wa mbinguni, katika hii safari tunakutegemea Baba wa mbinguni, ili tusiweze kukata tamaa na ili tusiweze kuchoka. Tuwe na uvumilivu mpaka mahali Baba wa mbinguni utaweza kutubariki Baba wa mbinguni, na baraka ambazo tunaomba kutoka kwako, tuzidi kuliinua jina lako. Enenda na kila mmoja na uzidi kutubarikia siku ya leo. Na ni kwa Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu tumeomba.
Amina. Tuendelee na kutenda mema kwa uvumilivu bila kukata tamaa. Wakati mwingine unaweza na kuzidi ama kuendelea na kuwatendea wengine mema, lakini matunda au yaoni. Hayo mema hayazai matunda, na yakizaa matunda yanazaa matunda mabovu tu. Na unafikia wakati mwingine unafikiria, unaona kwamba heri nikose hata kusaidia, heri nikose hata kubariki wengine, heri. Usifiki hapo dada yangu, ndugu yangu, maana uvumilivu unazaa matunda mema. Vumilia tu, usikate tamaa, zidi na kuwatendea mema, zidi na kuwainua, zidi na kuwabariki. Wasipokubariki, wasiporudisha mkono, Mwenyezi Mungu yuwaona. Heri baraka za Mwenyezi Mungu kuliko yale malipo ambayo wanadamu wanaweza wakakulipa. Kuwa na siku njema. Tupatane hapo saa 3:30 siku ili tukaweze na kubarikiwa tena kupitia marudio ya hiki kipindi. Shalom.